Na kumekuwa na matukio mbalimbali yakiripotiwa ya tembo kuvamia makazi ya watu na kuleta usumbufu kama si kuharibu na hata kugharimu maisha ya watu wakati mwingine, lakini kuvamia pia katika mashamba ya watu na kuharibu mazao, na hili limekuwa gogoro sana kwa wakulima na wakazi ambao wanakaa karibu na mbuga za wanyama. Hivyo basi kwa siku hii ya leo tutakuwa na wenzetu hawa ambao wametafuta mbinu ya kudhibiti tembo kwa kutumia pilipili dhidi ya kuvamia makazi ya watu. Hapa studioni tunaye Francis Ndemela, yeye ni afisa miradi tembo pilipili. Francis, karibu sana katika wasaa wetu huu wa Alasiri Lounge. Nashukuru sana. Wazo la kupatikana kwa mbinu hii ilianzia wapi, na hasa pale tunaposema ya kwamba mnadhibiti tembo kwa pilipili? Nashukuru sana. Nimefurahi kuwa hapa. Kama ulivyonitambulisha, mimi ni meneja mradi wa tembo pilipili program, au tunasema mradi wa tembo pilipili. Msingi wa swali lako ni kwamba wazo la kuanzisha mradi huu au njia hizi za kuwasaidia wakulima ni kutokana na tafiti ambazo tulizifanya kwa kushirikiana na mamlaka zingine tofauti tofauti zikiwemo za serikali na zile za watu binafsi. Kikubwa ni changamoto ya wakulima wale ambao wanafanya shughuli za kilimo pembezoni mwa hifadhi. Wanapata changamoto kubwa ya kushambuliwa na wanyama, hasa mnyama tembo. Anashambulia mazao, anajeruhi, lakini pia wakati mwingine vifo vinatokea kutokana na tembo wanavyoshambulia raia ambao wanazunguka zile protected areas, au tunasema yale maeneo ambayo yapo maalum kwa ajili ya hifadhi za wanyama pori. Okay. Naamini kwamba tembo pilipili mpo kwa ajili ya kulinda usalama wa tembo, lakini pia na wale raia ambao wako katika maeneo yanayoingiliwa na tembo. Ni kweli kabisa. Kwa kawaida tembo wanasema kwamba wanapita njia zile zile. Ndio. Sasa huu ulindaji wa hayo mazingira kwa kutumia pilipili, ndio, huwa yanatumika kwa muda gani? Maanake tunaweza tukatumia msimu huu tena tembo baadaye ya miezi miwili anapita katika njia yake tena, madhara anajirudia. Utaratibu upoje? Kwa muda sasa inategemea kile kipindi ambacho mkulima yeye anategemea kuvuna kwa wakati gani. Hasa tembo, unajua muda mwingine wanasema ni mnyama mwenye akili sana. Anakuwa na yeye anasoma mazingira, anajua ni wakati gani vyakula vinaanza kustawi vizuri. Na tuseme bahati nzuri au mbaya, tembo yeye huwa anapenda vile vyakula ambavyo mkulima anavitegemea. Kwa hiyo sasa ule wakati wa mavuno ndo mara nyingi sasa sisi huwa tunafundisha hizo mbinu, lakini baada ya mkulima akishavuna anakuwa tu anaweza akaondoa ule uzio akaendelea tu na shughuli zingine. Wakati mwingine pia huwa inasaidia hata kumchanganya, kwa sababu atakuja ataona pale hakuna chochote, na research zinaonyesha kwamba tembo kwa kile kipindi ambacho mkulima anaanza kuandaa mazao huwa kuna agenti wanamtuma. Unakuta tembo mmoja au tembo kadhaa wamezunguka kwenye kijiji, wanakuja kufanya tafiti zao, wanamtoa kafara wanakuja kuangalia je, mambo yanaendaje huko, wanapeleka taarifa. Unajua tembo pia anawasiliana wakati mwingine na yeye anakuwa na hisia tu kama sisi tulivyo. Kwa zile taarifa zinawafikia tembo wengi, wanajua kwamba kumbe mambo yanakaribia. Kwa baada ya muda kadhaa na wao wanaanza kujitokeza. Na sawa. Ndio. Wakati unaendelea tuna hii video ambayo inapita kwa mtazamaji wetu. Hawa ni tembo ambao maafisa hifadhi wanatumia chopa kuwafukuza kurudi tena hifadhini baada ya kuvamia katika makazi ya watu. Wanafujo hawa. Tembo wanafujo. Sasa kwa hapa kinachofanyika mara nyingi, hata sisi huwa tunafundisha hivi vitu. Tembo wakishaingia vijijini wanatakiwa wale wananchi watoe taarifa kwa watu ambao wanahusika. Ukiangalia hapo tembo
ni wengi yani, hao ukianza kuwachokoza madhara yake yatakuwa ni makubwa sana, lakini wanafujo wakichokozwa ndio wanakuwa na fujo, na pia wana tabia. Hata ukiangalia hapa ili kundi, yule wa mbele kabisa ni tembo jike, yule ndo mara nyingi huwa anaongoza kundi. Ni tembo jike ambaye ni mkongwe. Sasa ulisema kwamba tembo yeye chakula anachokipendelea ni kile ambacho mwanadamu naye anakitegemea kabisa. Kwa mfano anaingia shambani kwangu, nimepanda hapo ekari zangu za kutosha sana za mahindi. Anaweza akiingia shambani kwangu anakula kama vile ekari ngapi hivi? Kusema ukweli changamoto ya tembo, kwanza tafiti zinaonyesha 75% ya hizi mbuga au kule ambako tembo wanapatikana chakula yani hawakai kule tembo 75%. Kwa hiyo wanakuja huku nje. Kwa hiyo hapo unapata picha hizo chakula atakachokuja kula, na kulingana na yeye mwenyewe umbile lake, huyu mnyama anakula karibia wanasema kilo 5% ya uzito wake. 5% ya uzito wake, kwa mfano tembo wa Afrika wanasema ana kilo karibia 7500, hizo ni tani 7.5. Kwa hiyo 5% ya uzito ni karibia zinaenda kwenye kilo 300 hivi. Na hizo ni ndani ya saa 24. Maji tu anakunywa karibia lita 250. Lita 250 ndani ya saa 24. Sasa kwa muktadha huo inaonyesha kabisa atakavyokuja kuvamia kwenye shamba lako, yani kusema ukweli atakula vibaya mno. Okay. Kumbe ndio maana hata akivamia kwenye kijiji, mfano akaenda shuleni, ndio akakutana na tenki lile la maji la lita 1000 ndio atadili nalo, lazima adili nalo, na hii inategemea na kipindi gani. Kwa mfano kile kipindi cha ukame huwa wanahangaika sana wanyama, kwa hiyo kutafuta maji, kutafuta vyakula. Wakati mwingine pamoja na hizo changamoto, tembo huwa anasaidia hata wanyama wadogo. Kwa mfano wanyama wadogo huwa hawana uwezo wa kujitafutia maji. Tembo anaweza akafika kwenye bonde ambalo lina maji labda yako chini, kwa kutumia zile pembe zake na ule mkonga wake, ana uwezo wa kuchimba akajitafutia maji akanywa akaondoka. Wale wanyama wadogo sasa na wao wanapata nafasi, ndio kuponea, wanaponea. Kwa kwenye ekolojia pia faida kama hizo pia zinapatikana, sio kwamba ana madhara peke yake hapa. Sawa, lakini hapa tunaongelea nyinyi mnadili na pilipili zaidi kama suluhisho, kama mwarobaini wa tembo na athari zake kabisa. Mbali na pilipili, labda kuna njia gani nyingine? Na kwa nini pilipili? Kwa nini sio maembe? Sawa, nashukuru sana, swali zuri. Mbali na pilipili, kwa sisi kama Tembo Pilipili pia tunatumia njia ya mizinga ya nyuki, na yenyewe ni njia ambayo inafanya vizuri pia, lakini wakulima pia wana mbinu zao, zipo tofauti tofauti. Hata ukienda kabla ya kwenda katika mbinu za wakulima, hii ya pilipili ungeikariri ili ieleweke vizuri, kwa sababu tumeona picha tu, tufundishe kupitia picha tunazoziona. Tunaona vitambaa vimeanikwa hapo, pilipili zimesagwa, kuna kamba, hatua kwa hatua mpaka sasa kuwa suluhisho la kuzuia tembo. Sawa, vizuri sana. Cha kwanza tunasema pilipili kama pilipili tunasema ni zao mbadala ambalo mnyama huyu tembo hali. Kwa maana hiyo, baadhi ya maeneo tunashauri, kama mtu analima mahindi alafu hawezi kuvuna, au analima kitu chochote alafu hawezi kuvuna, huwa tunashauri ajaribu pia hata kulima lile zao ambalo mnyama hali. Na yapo mazao mengi tu, sio pilipili peke yake, ikiwemo bamia, ikiwemo alizeti, ikiwemo tumbaku na mazao mengine. Lakini kwa pilipili kama nilivyosema, cha kwanza ni zao mbadala, lakini cha pili sisi tunachokifanya huwa tunasema tunawafundisha wakulima wale ambao wako pembezoni kutengeneza uzio wa pilipili. Ndio kama unavyoona pale, uzio wa pilipili ni kwamba ni vifaa vinapatikana kwenye mazingira yale yale ya kule shambani. Kwa mfano vitambaa vya pamba, au tunasema ni vile vitambaa ambavyo mkulima kama hawezi kununua, anachukua tu hata zile nguo ambazo hawezi kuzitumia, anaweza tu akakatakata akatumia. Lakini kuna kamba zile za katani kama zinavyoonekana. Alafu kuna oili chafu ambayo inapatikana tu kwenye mazingira tu ya kawaida, kama watu wamemwaga oili. Na
pilipili iliyopondwa. Hivi ndo tunavyotengeneza uzio. Sasa samahani kidogo, pilipili inayotumika hapo ni pilipili ya aina gani, au kila pilipili ni adui wa tembo? Na kitu kingine hapo hapo, maanake unajua hata kwenye binadamu kuna wengine hatupendi pilipili, wengine wanapenda. Yes. Je, kuna hata tembo ambaye labda pilipili ndio kikawa kiburudisho chake? Na aina za pilipili za kuwakimbiza hawa ni zipi? Sawa sawa. Katika kama nilivyosema pale mwanzo, kwa kuwa zao mbadala, pilipili zote mnyama huyu hawezi kula. Lakini kwa kufanyia uhifadhi pia tunaangalia zile gharama. Kwa mfano tukisema pilipili kichaa ni pilipili ambayo ina gharama kubwa sana katika kuihudumia, yani mpaka unakuja unaivuna. Sisi mara nyingi tunatumia hii wanaita long cayenne au pilipili ndefu. Au pilipili tembo. Maarufu sana huko vijijini pilipili tembo, kutokana na mradi wetu unapofanya vizuri. Sijaona pale Mwendokasi. Japo Mwendokasi unaweza ukailima tu, lakini asiile pia. Kwa ndo pilipili za aina hiyo huwa tunatumia, ni kwa sababu ni rahisi kuihudumia na haina gharama kubwa, ndio maana tunatumia hiyo pilipili ndefu. Okay, sawa. Tayari sasa mmeisaga, mmeiponda, mkaipaka kwenye kile kitambaa, ndio tumechomeka kwenye zile nguzo, ndio tumesimamisha uzio wetu, tumezungusha uzio wa pilipili au chili fence wenyewe wanaita kwenye shamba. Sawa sawa. Na hii picha ni katika baadhi ya maeneo ambapo tembo aliingia kwenye makazi ya watu. Aliingia mjini, sio Tanzania, lakini katika nchi za watu. Kaingia mpaka lile si friji la Zamkola lile lilofika huko nchi za watu. Bwana, kaingia mpaka supermarket tembo bwana. Sasa huyu kwa yeye kuingia hapo mjini ni kwamba ana sifa mojawapo kwamba ni mnyama ambaye ana kumbukumbu ya muda mrefu sana, na kumbukumbu yake inatokana pia na uwezo yani wa kufikiria kwake. Pia tunaambiwa tafiti zinaonyesha kwamba tembo mkubwa anakuwa na ubongo karibia kilo 5 mpaka 6. Sasa hivi vitu ndio vinamfanya anakuwa na kumbukumbu ya muda mrefu karibia miaka 20 mpaka 40. Ana uwezo wa kureverse akakumbuka kwamba hapa kipindi hicho kulikuwa labda na kunywa maji, kulikuwa na bonde hapa la mpunga, au kulikuwa na kitu fulani, au aidha ilikuwa ni mapitio ya huyo mnyama. Kwa hiyo wakati mwingine sasa ndo anakuwa anavamia kama hapa, lakini hapa inahitaji utulivu wa hali ya juu sana. Kama nilivyosema pale awali, unatakiwa kuzitafuta zile mamlaka ambazo zinahusika, sio kuanza kumpigia kelele, kwa sababu huyu mnyama ile kumsogelea tu ni changamoto. Mbinu ya kwanza ni usimsogelee huyu mnyama, ni hatari. Ndio. Na akianza kukimbiza hapo amponda umpati. Inanifikirisha sana tembo na tani zake zote alizokuwa nazo zile. Inakuwaje anamkimbiza binadamu na anafanikiwa kumkamata wakati mwingine? Ndio. Ni mnyama ambaye mwenye umbile kubwa, lakini ni mwepesi. Ndo alivyoumbwa. Hata ile ngozi yake ukiangalia unaiona ngumu, hata kule kwenye miguu yake ile anavyokimbia ni kama sponge, anavyokimbiza kimya kimya, yani anavyokukimbiza usikii kishindo chochote. Na ile ngozi yake unavyoiona vile ni ngumu, lakini sasa wadudu pia wanamng'ata tu kama kawaida. Ndio alivyoumbwa. Mmeponda pilipili, tumeweka vile vitambaa vyetu baada ya kuzungushia uzio kwenye pembezoni mwa mashamba ya watu. Ndio. Kinachomfanya sasa huyu tembo na ukubwa wake wote, pengine na maarifa yake yote aliyokuwa nayo, ashindwe kuingia kwenye mashamba ya watu ni nini? Ni kwamba ile pilipili sasa inakuwa ikishachanganywa vile na oili chafu, na wengine pia huwa wanachanganya na mayai. Kuna vitu vingi unaweza ukachanganya, ni ile harufu inakuwa inamkera yeye, anakuwa anaiogopa hiyo. Kwa kitendo cha kupata ile harufu yeye kwake ni kero kubwa sana, kwa hiyo atageuza, atarudi kule alikotoka. Na hiyo harufu inaweza ikamfikia akiwa umbali gani kabla hajafikia shamba au eneo husika? Sio umbali mrefu sana, lakini kadri anavyozidi kusogea anaanza kusense kwamba kuna kitu fulani kipo huko mbele, akipo sawa.
Kwa hiyo inakuwa ngumu kwa yeye kuendelea kusogea. Ndio. Na mnazingatia nini kama mnavyosema mafuta na hiyo pilipili? Oil chafu. Ni kwa nini oil chafu? Kwa nini sio maji? Kwa nini mngeweka pilipili peke yake? Hii oil inasaidia kitu gani zaidi kwenye hiyo pilipili? Oil kama unavyoona kwenye vile vitambaa ni rahisi kushika pale. Tofauti na maji. Kwa hiyo ikichanganywa na ile pilipili ina uwezo wa kukaa kidogo muda mrefu, siku kadhaa pale. Ndio. Sasa ifikiaje sasa jamii ambayo inapata hii adha ya mnyama huyu tembo mpaka sasa? Naona kuna maeneo mpo pale na wanakijiji walikuwa wanahangaika kukata vitambaa na wengine wakiwa wanatwanga hiyo pilipili bila shaka. Mmevifikia vijiji vingapi na mafanikio yapoje? Yani matokeo. Sawa. Mafanikio ya huu mradi ni makubwa, kwani tangu tuanze jamii imetupokea vizuri, na sisi hatujafika kwenye vijiji vyote vyenye changamoto, lakini tumefika kwenye baadhi ya vijiji, lakini tupo kwenye hizi mbuga 7 huko kote tumefika. Mikumi National Park na vijiji kadhaa pale tunafanya. Ruaha National Park, Tarangire, Lake Manyara na Ngorongoro pamoja na Serengeti na Selous au Mwalimu Nyerere National Park huko Liwale. Huko kote tumezifikia jamii, lakini sio kwenye vijiji vyote. Kwa hiyo bado kuna uhitaji mkubwa wa kufika kwenye maeneo mengine pia. Kutokana na tuseme, wanasema rasilimali pesa kikubwa ndo inakuwa inakuwa kikwazo kidogo kufikia maeneo yote, lakini sisi kila siku tunapata simu nyingi sana, watu wengi sana wana changamoto hii, lakini hatuwezi kufika kote kulingana na hali halisi. Sasa mmeshafundisha watu wengi, lakini je, kwenye utengenezaji, maana tunaelewa pilipili ni kali, hata pale nyumbani mama akiwa jikoni ana blend mambo, kuna madhara gani ambayo wanayapata watu kwenye uandaaji wa pilipili, kwamba siku hiyo wanakuwa madhara ni machache, yani niseme sio makubwa ambayo yanaweza kukuathiri kwamba ukaumwa au nini. Hapana, ni kidogo tu, utapiga tu chafya kidogo basi mambo yanaenda. Sio kwamba ni mbinu ambazo zimefanyiwa tafiti na zimeonyesha kwamba hazina madhara kwa tembo na wala kwa binadamu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimefanyiwa tafiti na mamlaka mbalimbali za serikali na watu binafsi. Kuna wanyama wengi waharibifu, wasumbufu katika jamii ambayo inazunguka hifadhi mbalimbali za wanyama. Ndio. Mbinu hii ya tembo pilipili haizuii na wanyama hao wakali wengine ambao wanafika kwenye makazi ya watu, au ni tembo tu pekee? Kwa hii hapa ni tembo tu pekee kusema ukweli. Labda au wanyama wengine labda itawazuia, sio moja kwa moja, labda kwa kuona tu ile nguzo pale zimewekwa au kuna fence, labda arudi nyuma, lakini sio pilipili kwamba na wao ni wachache sana, lakini kwa tembo ndo mbinu yake kabisa. Hii ndo yeye ametengenezewa yeye maalum, lakini tofauti na uzio kuna kitu tunasema tofali la pilipili pia huwa pia tunalifyatua hiyo. Tofali la pilipili bwana, lenyewe tunatumia kama vile pilipili ile ilopondwa, tunakuja tunachanganya na kinyesi cha tembo au cha ng'ombe. Tunachukua ile ndoo ya lita 10 ile, tunaitoboa juu, alafu tunachanganya na maji, tunaingiza, tunakuwa tunafyatua hivi, inakuwa na tobo kule juu. Baada ya hapo inakuwa linakaushwa lile siku 5 mpaka 10. Linakuja linakuwa gumu sana. Sasa mkulima ataenda kuweka pembezoni mwa shamba lake au kwenye yale maeneo ambayo ana uhakika kwamba tembo huwa wanaingia kwenye yale mapitio, ataweka kwa kama ni 5. Alafu sasa anakuwa anachoma, inakuwa inaungua kama ile dawa ya kufukuza mbu ile. Kwa muda gani inaungua? Sasa ile pale jinsi ya kuweka ni kwamba unatakiwa inawekwa kuanzia mida ya jioni, ambayo tembo sasa huwa anaanza kujitokeza kuanzia mida ya saa 11, lakini unaweza kuweka saa 12 ukalichoma, alafu linaungua mpaka asubuhi. Linaweza likaisha au lisiishe. Kwa hiyo utaenda, kama unaona halijaisha utazima tu kwa maji kidogo, ili kwa ajili tena ya siku nyingine.
Sawa, mbinu gani nyingine ambazo huwa mnawafundisha sasa hawa ambao wanaishi jirani na mbuga hizi za wanyama, au wale ambao mashamba yao yamekuwa yakiathiriwa, kwa maana kwenye vijiji ambayo huwa naathiriwa na tembo? Mbinu nyingine ambayo sisi tunaitumia ni mbinu ya mizinga ya nyuki, na kwenyewe pia kuna tunasema kuna uzio wa mizinga ya nyuki, au unaweza tu ukaweka tu kawaida mizinga kama mizinga. Tembo anakuwa anaogopa nyuki kama sisi tu tunavyoogopa. Kwa hiyo ni mbinu mojawapo, na kwa mizinga ya nyuki na yenyewe ina faida pia. Mkulima anakuwa anajipatia asali na mazao mengine ambayo yanatokana na nyuki, na huko anafanya uhifadhi. Na mpaka sasa tuna mizinga tunasema zaidi ya 125 ambayo tumeanza nayo. Kwa pale Tarangire tuna mizinga 100, mpaka sasa hivi mizinga hiyo 100 karibia 60 yote wameingia nyuki. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatarajia tutajipatia kipato, na pia tunafanya uhifadhi. Na kwa eneo ambalo tuliweka hiyo mizinga ni eneo ambalo lilikuwa na tembo wengi, lakini baada ya kuweka hiyo mizinga tumeona impact yake kwamba sasa tembo pale hawasogei kabisa. Ndio, ni mbinu ambayo na yenyewe inafanya vizuri. Kwa hiyo mkulima anaweza akatumia, kama mizinga ataona ni gharama, hata ile mizinga ya asili tu wenyewe wanajua namna ya kuichonga, wanatumia tu magogo ya miti. Basi anaweza tu akaweka pembezoni tu mwa shamba lake, inamsaidia pia. Sawa. Mkiwa kama Tembo Pilipili, ndio ninyi na mamlaka hifadhi, lakini pia mamlaka ya wanyamapori, mnashirikiana vipi katika miradi hii kuhakikisha kwamba sasa raia lakini pia tembo na wenyewe wako salama, kuhakikisha wanapata elimu? Ushirikiano kusema ukweli ni mkubwa. Kama nilivyoeleza, hii mizinga ya nyuki hii tunashirikiana na TAWIRI, mamlaka hii ya kufanya tafiti za kuhusiana na wanyamapori. Wao pia huwa wanasaidia sisi tunavyoenda kufundisha hizi mbinu zetu, na huwa tunashirikiana nao, na wao wanakuja wanatoa mbinu zingine ambazo tofauti na hizi, kwa sababu kitaalamu wanasema huwezi ukamzuia tembo kwa njia moja, kwa sababu muda mwingine pia anakuwa kama tulivyoeleza mwanzo, ni mnyama ambaye mwenye kumbukumbu, mwenye akili. Njia moja anakuwa anaizoea, akishaizoea ataiona ni kawaida. Kwa hiyo kuna njia tofauti inabidi tuendelee kuzibuni. Kwa hiyo kama hivyo tunashirikiana na serikali, lakini pia sisi kwenda kufanya hii miradi huko tunakofanya, pia tunashirikiana na mamlaka zingine ambazo kama msajili wa NGO au TAMISEMI kupata vibali, halmashauri, mikoa mbalimbali. Kwa hiyo ushirikiano kusema ukweli ni mkubwa sana. Sawa, kwa kuhitimisha, ndio kwa wale ambao wametufuatilia kipindi chetu na wameufahamu mradi huu wa Tembo Pilipili, wanataka kuwafikia, wanawafikiaje? Asante sana. Sisi Tembo Pilipili pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na kwingineko, au pia kwenye website yetu. Tutafute tu Tembo Pilipili Program, watatupata. Kuna namba zetu kule, wanaweza wakatupigia simu au wakatutumia ujumbe. Tunaweza tukashirikiana nao tu vizuri. Asante sana. Tokea Tembo Pilipili Program. Nashukuru sana. Umeona matokeo ya utafiti ama kwa hakika ni mazuri, lakini natumaini kwamba hawatakuja kuzoea pilipili. Kwa akili zao zote pilipili haitakuja kuzoeleka. Haitakuja kuzoeleka. Haya, ni Francis Ndemela, afisa miradi kutoka Tembo Pilipili, na hizo ndizo jitihada ambazo wamezifanya kuondoa ile adha ambayo wakulima wengi walikuwa wakisumbuliwa na wanyama tembo katika mashamba yao na kuharibu mazao yao. Lakini hata vijiji ambavyo vilikuwa vikivamiwa na tembo sasa imekuwa historia baada ya kutumia njia hii ambayo umefundishwa ya mradi wa Tembo Pilipili. Asante sana. Kitambo kidogo hapa tutakuja kukuletea habari za michezo. Kunani katika anga za michezo leo? Baki hapo hapo, kwani hapo ndipo